Tukiendelea na mada yetu ya tarikus salah, wiki iliyopita tulikuwa tumemzungumzia huyu tarikus salah katika hali moja. Manake ana hali mbili. Kuna wakati mtu anaacha swala ni juhudan, kukanusha, kana kwamba hakuna, yani hana imani na jambo la swala. Na kuna wakati anaacha swala mtu ni kasalan, ni uvivu tu mpata. Sasa hawa watu wote katika hali zao hizi wana hukumu tofauti. Tukasema ikiwa mtu atafanya hivyo juhudan, anatakiwa wajibu kuambiwa atubie na arejee kwa Mwenyezi Mungu. Kwa njia ya wajibu atubie na arejee kwa Mwenyezi Mungu. Na pia ikiwa imetokezea amekataa, basi atauliwa na hatofanyiwa mambo yote yale ambayo yalikuwa yanatakiwa afanyiwe kwa njia ya wajibu. Kwa hiyo atakuwa yeye hatofanyiwa ile mambo kwa njia ya wajibu, kama vile kumuosha, kumlisha sanda, kumzika. Atafanywa kwa njia ya sunna, atafanywa kwa njia ya sunna. Kwa hiyo kwenye swala ndo la tajuzu. Hata tukisema tumswalie haitofaa kwa yeye swala. Lakini mambo mengine tunaambiwa la tajibu, lakini kama mbabi wala qad karramna bani adam, anaweza akafanyiwa. Sasa leo tuingie hali ya pili ambayo ni idha tarakaha kasalan, ikiwa mtu ameacha swala kwa njia ya uvivu. Na hao ndo wengi katika hali zetu sisi tunazo. Tutakibaleghe uzito kwa sababu labda alichelewa kukumbushwa, au pia pressure makundi yanayokuwa nayo, anaonawazia hawaswali, ataswali peke yake, au katika familia hakuna msukumo wa kuswali. Kwa wengi wetu tuko katika hali hiyo ambayo watu wengi wanaacha swala kasalan, kwa uvivu, na ina hukumu yake. Kwa tunaambiwa kwamba kisheria wadhālika bi an akhrajaha an waqti ad-darura. Makusudio ya kuacha swala kwa uvivu ni ipi? Tunafahamu vipi tukisema kwamba huyu mtu ameacha swala uvivu tu, kwamba huyu ana nia ya kuswali lakini yeye tatizo lake hana udhibiti kwenye swala yake, ndio anaitwa huyu nini? Taraka swala kasalan, ameacha swala kasalan. Kwa mfano, anatoa swala nje ya wakati, bi an akhrajaha an waqti ad-darura, kwamba kaitoa ule wakati ambao unajulikana huu ndio atakuwa kuswali mtu. Kwa mfano, anaweza akakaa dhuhuri si swala ya kuswali asiri, au la sio ya kuswali maghribi, namna hiyo. Sasa huyu ikiwa anaacha swala kwa sura kama hii, anatakiwa aonywe. Na mfano akiacha katika hukumu ambayo itakuja tutaieleza, akiacha kwa mfano kuswali akaambiwa kutubia, basi anapewa muda kidogo katika ile kumsubiria namna gani atubie. Tofauti yule alikuwa ameacha swala juhudan, yule apewe muda wa kusubiri. Lakini huyu atapewa muda. Kwa mfano ikiwa dhuhuri, anaweza kupewa muda mpaka magharibi aswali ile swala ambayo alikuwa ameiacha dhuhuri, au akiwa magharibi hajatekeleza anapewa muda mpaka alfajiri, wa haluma jarra, kama tutakuwa tumeeleza. Kwa hiyo huyu yeye hukumu yake fahuwa muslim, yeye ni muislamu, kwa sababu yukhriju as-sala an waqtiha, anaondoa swala katika wakati wake. Ni dhambi, kama tuambia ni adhabu kali. Mwenyezi Mungu atuambia wailul lil musallin, wale ambao wanaswali alladhina hum wa salatihim sahun, ambao swala zao wanazidharau. Kwa maana wanazidharau, wanazitoa nje wakati, kwa maana wanazidharau, wanaziswali pasina arkan wala shurut. Hiyo ndio maana ya sahun, wale ambao wenye kusahau swala au wenye kuzipuuza swala zao. Fahuwa muslim, hukumu yake ni muislamu. Watusannu istitabatuhu, na inasuniwa kumwambia atubie, ni sunna.
Tofauti kule kwenye mtu ambaye juhudan, wewe ni wajibu lazima, maana tukitofanya hivyo tunapata dhambi sote. Lakini huku kama ni sunna, ukifanya hivyo unapata fadhila. Na ikiwa utamkumbusha umuhimu wa swala kama unavyokumbushana, pia umeingia katika fadhila. Lakini kumwambia atubie, aache kwa namna yote, kwa njia ya mawaidha, kwa njia ya kumwelekeza, kwa njia ya ukali, kwa njia chochote, almuradi afanyaje? Atubie kwa Mwenyezi Mungu wake, aache kuacha swala hivi hivi tu kiuzembe, bali ajitahidi kuswali, kwa sababu hukumu yake ni Muislamu. Na ingekuwa hukumu yake mtu kama sio Muislamu, kwa wote tupo leo. Ukiangalia majumba yetu ndio hivyo. Sengine mke na mume pia hawaswali kabisa kwenye nyumba, wanalala, alfajiri inaamka, wanaamka watu kwenda kuswali, wao wamelala mpaka jua linachomoza. Sengine ndio pengine yani ndio huyo kidogo ana hofu ya Mungu, akiamka ndo aswali, lakini wengine hawaswali kabisa. Ndio hali za majumba yetu sote hapa tukizungumza, mimi mzungumzaji na nyinyi wasikilizaji, sote hizi ndio hali zetu. Tupambane tuondoke na hiyo hali, kwa sababu shabiwa as-sala miftahu kulli khair. Swala ndio ufunguo wa kila khair unayojua wewe. Sasa kama mtu hauiswali properly, yani hauna katika mfumo kwa mzuri sawa sawa, yani umeswali leo umegusa, kesho hujaswali, kaswali fulani kwenye nyumba fulani ya swali, ndio unakuta tunapata misukosuko, khair zetu nyingi zinafungika kwa sababu swala tumeipuuzia. Sasa inatakiwa tujitahidi kuambizana, kukumbushana jambo la swala. Na mara nyingine kuna pointi moja ambayo imeelezwa katika vitabu vikubwa, kwa mara nyingine anabeba dhambi la mtu kutokuswali yule aliyoenda kuswali. Mara nyingine anabeba dhambi yule asiyeswali, dhambi yake anabeba yule anaenda kuswali. Vipi? Kwa maana kwamba ulikuwa na accessibility kubwa, yani upo uwezekano wewe wa kumamsha mtu aswali, kumkumbusha mtu aswali, kumuhimiza mtu aswali, lakini hukufanya hivyo. Ukatoka wewe tu kwenda kuswali na yeye ukamwacha, ukumwambia, ukumwamsha mfano, basi na wewe pia unahesabika hukuswali, kwa sababu tushaambiwa sisi wataawanu alal birri wattaqwa. Ahlul usul katika kaida ilmia wanakuambia sisi tukiamrishwa jambo, basi jambo hilo lina uwajibu, isipokuwa ije sarif iondoshe ule ujubi. Kwa hiyo tukwambia wataawanu birri wattaqwa, maana yake tumeshawajibishwa sisi kusaidiana katika mambo ya wema na ucha Mungu. Opposite yake maana tumeharamishiwa sisi kusaidiana katika mambo yasiyokuwa ya wema na ucha Mungu. Sasa wewe umeshaamrishwa alafu ufanye, maana yake unapata dhambi. Ulama wanatuambia namna hiyo. Ndio kitu kimedharurika sana, lakini swala ni muhimu sana kwa namna yote. Ukija kuswali jamaa, fadhila zaidi na zaidi na zaidi. Lakini hata individual, yani peke yako, mtu mmoja mmoja, swala isidharaulike, iswaliwe. Kama nyumbani panawezekana kusoma jamaa, basi isimame. Lakini kuacha swala moja kwa moja ni majanga na matatizo yanatukuta siku hadi siku. Kwa hiyo huyu mtu tusanu istitabatuhu, inasuniwa kumwambia alete tauba, atubie kwa Mwenyezi Mungu. Na wengine maulama wakasema haina tusanu wala yote tajibu, kwa sababu ameacha jambo ambalo ingekuwa sunna. Baadhi ya sisi madhhabu Shafi ni hiyo, baadhi wengine wanasema kwamba ingekuwa ni sunna kukumbushwa atubie, asingeenda kutakiwa huko siku ya kiyama kwamba kwa nini hujaswali. Wale tu wasiokuwa na imani na wataulizwa kwa nini hamjaswali, watasingizia kwamba sisi tulikuwa sio Waislamu. Kwamba utakuwa mslimu ili mswali. Na kwa kuwa hilo analijua, hakuweza kujibu ile kwa ujanja, kwa sababu naku minal musallina, anajijua hali ya kuwa hawakuwa Waislamu. Kwa hiyo swala tunakumbushana jamani, iswaliwe.
isipuuziwe kama alivyotabia Mwenyezi Mungu. Tena wail kilugha ni adhabu kali, au wail ni jangwa la adhabu. Wail ndio akaambiwa nani? Wakaambiwa wale wanaoswali, wailul lilmusallin, adhabu kali au jangwa la adhabu ni kwa wale ambao wanaoswali. Lakini wanaoswali vipi? Sifa yao ni alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao swala yao wanaidhereu, wanaipuuza. Kuipuuza na vipi? Ahlul ilm watafasiria kutokana na kalimatu sahwi na dalalati al-kharijiyya, na dalili za nje, maana hadithi na athari za mtume wakatufasiria kwamba ni as-salatu udimat fiha shurut, was-salatu udimat fiha muwadhabat al-waqt. Ni swala ambayo imekosekana ndani yake kuswaliwa kwa wakati, au swala iliyokosekana ndani yake kuswaliwa kwa nguzo na arkani. Mtu anaswali tu mujarrad mazoea, au watu wanainama wanainuka, na yeye maskini watu wanakwenda msikitini kwenda swala tujifunze. Inatakiwa watu tuiswali swala na sio tuifanye ni culture swala yetu sisi kama ni mazoea tu. Haitakiwi kuwa hivyo. Ndio maana unaona kwamba mashaka zetu, wazee wetu wametuhimiza sana huwa tunakumbushana mambo ya swala kila wakati swala. Sababu swala ikikaa sawa, mengine yote yanafuata. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Swala inazuia mambo yasiyofaa na mambo machafu. Ile swala mwenyewe automatically inakuzuilia kufanya hivyo. Watakunu halan, na pia huyu anaambiwa atubie ambaye ameacha swala kwa uvivu, na yeye inakuwa ni nini? Ni halan. Maana kwamba sio kwamba manake ataachiwa tu afanya. Baadhi ya ulama wanasema maana halan hapa yumhalu ila 3 ayyam. Bwana, umeswali dhuhuri, jitahidi uswali swala dhuhuri. Na haya maneno ninayozungumza hapa ni kwa maana ya kwamba ikiwa zinafuata hukumu za Kiislamu ndio mtu anafuatiliwa. Kama haijafuata hukumu ya Kiislamu ni wajibu wetu kukumbushana, lakini mtu kama hataki, wewe umeondoka kwenye dhima. Iliyobakia ni yeye mwenyewe. Mtu shamwambia kuswali, ushamkumbusha kuswali, lakini hataki, basi wewe umeondoka katika dhima. Lakini kama ni nchi ambayo inatabiki sheria za Kiislamu, yule mtu anapewa siku 3 tu. Ikifika siku ya 3 yuktal, anauliwa. Atakuwa auliwe kwa sababu ameacha swala moja. Sasa hizi hali za kuwa tumechanganyika na tumeletewa mifumo ya kibepari kwamba hukumu zetu za sheria ya Kiislamu ndio mbaya, bali hukumu za sheria za kibinadamu ndio nzuri. Huwa tunaishi kawaida hivi, hatupeani chochote katika msitizo na ugumu wa adhabu ulivyo, lakini hukumu yake ndio hiyo kwamba mtu akiwa hajaswali anapewa siku 3. Kisha afanyeje? Aswali. Kitoswali anatakiwa auliwe. Kwa hiyo anawacha swala uvivu, atauliwa bisayfi hadda, atauziwa kwa upanga, atauliwa. Kisha baada ya hapo anakuwa hukumu muslimini, anakuwa hukumu ile ya mtu Muislamu. Ndio mara nyingi sana Ahlus Sunna wal Jamaa, mtu yote akifa wanamswalia, wanamuosha, wanamvisha sanda, yeyote ile akifa. Hata sasa tuke mtu ambaye alikuwa anaishishi tu nje hapo, hata kama aswali, akifa tunafanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu iko katika hukumu ya usunna. Mnaiko katika hukumu ambayo hatujaambiwa tuachane naye, kwa sababu ile yote atafanyiwa hukumu muslimin. Fayughassalu, ataoshwa, wayukaffanu, yusalla alayhi Ahlus Sunna wal Jamaa. Lakini madhambi mengine ukionekana uswali, basi hukumu moja tu. Kwa sababu gani? Wakasema la naarifu annaka tarakta juhudan am kasalan. Sisi hatuna identification ya kujua kwamba wewe bwana umeswali, umeacha kuswali kwa sababu ya uvivu, au umeacha kuswali kwa sababu umepinga swala. Wao wanasema yote sio swali tu, hawamshughulikii kabisa ile mambo manne, wanamwacha kama ilivyo. Lakini Ahlus Sunna Jamaa, kutokana na hadithi iliyokuja na dalala za aya, mtu akiacha swala kasalan, tunamwaidhi, tunamwambia tubie. Hata kutubia tutamuua, hakuna sheria za kuuana,
tutamswalia, tutafanya chochote, lakini yeye na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama atasimamishwa, ataambiwa kwa nini hukuswali. Swali la kwanza itakuwa ni hilo, kwa nini hukuswali? Maana ile swala inakuwa katika dhima yako. Ndio maana sisi kwa tukasema qada ya swala ni muhimu na ni lazima, kwa sababu inabaki katika dhima yako. Kuna fatwa zinakuja wengine, uwezo ukalipa swala, unamlipa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ndio ghaniul aghnia, Mwenyezi Mungu ndio tajiri wa matajiri, unamlipa nini? Hiyo ni maneno ya mitaani au vijiweni. Lakini mtu ukipitisha swala sawa sawa, umepitisha nisyanan, udhran au ghair udhr, umepitisha kwa udhuru au sio kwa udhuru, basi unatakiwa ufanyaje? Uswali. Ile udhuru kwamba upate dhambi tu. Mtu kwa mfano amelala moja kwa moja mpaka dhuhuri kaisha yote, amelala saa 4 saa 5 mpaka saa alasiri ndio ameamka, huyu haandikiwi dhambi. Kwa sababu nini? Katika moja ya sababu za udhuru wa kisheria swala ni kwa mtu amepatwa na usingizi, haandikiwi dhambi. Lakini swala inamkalifu, iko pale pale, atapozindukana atie udhu ailipe swala ya dhuhuri. Kwa sababu nini? Kwa sababu ndio sheria. Mama zetu pia katika zile siku zao kuna kitu kinaitwa turuul mani' wa zawalul mani' katika mambo ya hedhi. Ikaondoka ile katika kipindi kimoja cha swala, ina relate na mwezie kipindi kingine. Kwa mfano ikaondoka mtu kwenye time za alasiri, anaambiwa alipe na dhuhuri, yani aswali la asiri alipe na dhuhuri. Imeondoka time magharibi, hivyo hivyo atakiwa alipe isha na magharibi. Hivi ndio Uislamu ulivyokuja. Sio kwamba ni jambo linahitaji logic na nini, sawa. Daima shariatullah ma'qul maana, yani walama wanatoa sheria ya Mwenyezi Mungu sote na yani inaendana na sajia ya mwanadamu, kwamba anapata sababu au anapata hikma ya kufanya hivi. Lakini mara nyingine haupati ile hikma, wewe fikiria taabudia basi, tushatakiwa na Mwenyezi Mungu tuabudu khalas. Umejua hikma au hujajua hikma, madamu Qur'an imekuelekeza, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam sahihi zimekuelekeza, unatakiwa ufanyaje? Uabudu. Kwa hiyo huyu atabaki katika hukumu ya Uislamu, fayughassal wa yukaffan wa yusalla alayhi wa yudfan fi maqabir almuslimin, katika makaburi ya Waislamu. Hataambia bwana wewe ukaziwe kwingine, kama yule wa mwanzo waacha swala juhudan, kwa kukanusha kwamba hakuna swala. Huyu hata makaburi ya Kiislamu hataki kuzikwa huko, kwa sababu unajua atapozikwa kwenye makaburi ya Kiislamu kuna ile rahma inapatikana ya wale wema pale. Sasa itakuwa na yeye anakwenda mwisho anastirika, adhabu inaondoka. Lakini sasa yule ambayo juhudan, huyu hawezi kusameheka. Kwa kiziko kwa makaburi ya Waislamu atakuwa analeta unyonge pale. Unyonge vipi? Maana kila mara atakuwa anaadhibiwa na wale wanaona. Kwa sababu tunaambiwa sisi kuna maisha ambayo ni hayatu barzakhia, kuna maisha kaburini. Unaoharibika ni mwili, kwa sababu mwili umewekwa salahia ya hapa duniani. Ukienda kule huu mwili unaondoka, hauna salahia tena. Inabaki roho yetu iko stili. Kwa hiyo kuna maisha. Sasa wale watakuwa wanasikitika mwenzao kila mara anateswa, anaonekana hivi, anafanywa hivi, inawapa unyonge. Kwa bora ziko kwenye makabila ambayo sio Waislamu, ili kisago au kibano kikija huko inakuwa ni yeye peke yake. Lakini huyu yughfar, atasameheka kwa kuombewa Mungu. Hii ndio akida ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Mtu ambaye ameacha kuswali uvivu, hajui umuhimu wa swala, yupo tu akamkumbusha akajua, basi ndio hii hukumu yake, anafanywa yote haya na anazikwa. Na hukumu hii tulioizungumza inakuwa inaingia kwa mtu ambaye hajaswali swala ya Ijumaa. Hukumu ya kwamba mtu anahesabika ameacha swala kasalan, yule pia aliyoacha swala ya Ijumaa. Wa in swala dhuhuran, hata kama atacompensate, ataswali ya dhuhuri badala ya nini, ya Ijumaa, anahesabika huyu ni tariku swala kasalan, ni mwenye kuacha swala kwa uvivu. Kwa inabidi atubie kwa Mwenyezi Mungu, na hukumu yake istitaba sunnatan, kumwambia sunna. Sasa leo tujiangalie hali zetu, wangapi tunaacha swala za Ijumaa katika maisha yetu? Tuna wenzetu
Wengi sana tunaacha swala za Ijumaa kwa sababu ndogo ndogo. Mara nyingi tunaswali Ijumaa na dhuhuri, ala kule hali bora hiyo kidogo imeingia ihtiyat, lakini kuacha swala ya Ijumaa pia ni mtihani. Tusamma, anasema kwa Sheikh, wa yusamma tarka as-salat idha taraka jumaa wa in salla dhuhran. Anakuwa mtu anaingia katika hukumu hii hakuwa ameacha salati Jumaa hata ikiwa yeye ameswali adhuhuri, isipokuwa tu kuna tofauti ya wanachuoni katika madhhabi Shafi'i baina Imam Nawawi na Imam Rafi'i. Imam Rafi'i yeye anasema akiswali adhuhuri auliwi, lakini Imam Nawawi anakuambia hata akiswali adhuhuri atakuwa atubie kuswali. Kwa nini hajaswali swala Jumaa? Kama hajataka kufanya hivyo, akakanusha akakataa, yuktal, atauliwa. Akataa kutubia kutokuswali Ijumaa, atafanyaje? Atauliwa. Kwa hiyo swala ni maudhu muhimu jiddan. Haitakiwi sisi kuiacha swala kwa njia yote ile. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe hima, atupe nguvu ya kukumbushana janibu swala. Familia zetu zinajulikana, kila mmoja anajua nafsi yake huko nyumbani kwamba swala iko vipi. Kwa hiyo sisi tusifocus sana kuja msikitini hali ya kuwa hali za nyumbani tuzijui kwa tumeswali. Aqal ukirudi kama wewe ni mzee, uulize watu umeswali, ufanye motivation yote atakaye swali, hii hapa tutafanya hichi na hichi na hichi. Watoto wako ushaozea wanapenda chakula fulani, mmoja tu akiwaja swali pale basi una nini wote. Kwa hiyo watakuwa na mizani, bwana uswali utakosa biriani bwana Jumaa hii. Yaani unatafuta kile kitu ambacho watoto au watu kifamily pale wanakiadmire zaidi, ndio unatumia techniques kama hizo ili swala ipate kuswaliwa. Otherwise ni dhima juu yetu sisi, kwa sababu Mwenyezi Mungu kashatambia kwenye kitabu chake kitukufu cha Qur'an, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jiokoeni nyinyi wenyewe kwanza na kisha na watu wenu wanaokuzungukeni pale nyumbani, muweze kupata kuepukana na huu moto ambao kuni zake ni hao watu na mjiwe mikubwa. Sasa muombe Mwenyezi Mungu atuepushe na janga kama hili, na pia tukiswali baraka nyingi inakuja. Mwenyezi Mungu atusaidishie tuweze kutekeleza hilo, kujalie miongoni ambao yastamuna alqawla fayatabuna ahsana. Allahu ta'ala a'lam. Al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. يا لطيف اطب بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل. اطب بنا والمسلمين برحمتك يا الراحمين. وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.